sana kwa nafasi kile. Nafasi kile no. Sasa kitu naambia kwamba kila mmoja kwa sababu ya vile ambavyo moja wapo sababu ni kwamba Mungu ametutunza asili ya leo ni uhai. Nilikuwa siku ya Jumatano mimi mwenyewe nilikuwa kwa huyo mtu mzuri. Alafu baadaye nikasikia kwamba kuna visa vimetendeka kwa sababu ya maandamano na vitu vikafanyika vingi. Baadaye nikapata kumbe mmoja nikasikia kupigwa risasi Moro na akafa, ikawa na nasema Moro pengine sijui nani. Lakini baadaye nikaambiwa kwamba ni mtoto wa Jera Karume. Tukaona soma Jera Karume. Kana nikasikia pale mwanafunzi wa form 4. Bahati mbaya ikapostiwa kwa Facebook. Wakati naangalia naona ni kijana mweupe na ameshika yule na mtu. Kijana wangu anampigia simu hapatikani mteja. Nilikuwa ni mwendo saa 7. Kupigia mama yake simu naye hapatikani. Anti yake hapatikani. Nilizunguka na ikaenda mpaka saa 10. Ndio nikapigia mwingine akaniambia tumejua kijana anaitwa Danson Jenga. Na Juguna. Benson Juguna, sababu Juguna. Na baba yake alikuwa anafanya mahali fulani. So nikakonfirm ni kweli ni mwanafunzi wa. Lakini kuna wengine pia wamepigwa risasi na wamepelekwa na Nakuru. Wapi? Sasa ikawa ni siku ambayo ni mbaya. Lakini hata hivyo kwa ni baba Yes, nilikuwa nikamata around saa moja. Nilibaki naomba hata hivi. Nilipambana niambia siku ilikuwa imeisha mpaka na kwa chai. Sasa kawa na shida. Lakini hata hivyo kukawa na wasiwasi mpaka leo mpaka siku ya jana. Hata jana kila mtu alikuwa kuelewa kidogo kwa sababu nafikiri siku ya jana watu walikuwa wamesema nataka kwenda kuchukua mwili mochari kupelekea polisi kwa sababu ni walio waliopelekea. So unaona kwamba bado ya mekana. Can you put yourself katika image ya huyo mama kwa sababu baba yake aliaga, baba ya kijana aliaga, alikuwa anafanya kazi kwa council, aliaga sometimes. Sasa mama ndio huyu ndio umeachwa na kijana ndio huyo umempeleka, amefika ndio kwenda kufanya mtihani. Kijana hapo kwa maandamano alikuwa katika kutoka kwa ndugu yake kwenda nyumbani. Anaenda pikipiki amefika hapo barabara imefungwa kwenda kutoa mawe ndio risasi na mchukua barabarani. Hebu niulize kama ningekuwa ni wewe. What is your position? Ungekuwa katika hali gani? Wakati mwingine we are living in a world ambayo sio fair. Our world is not fair. Kila ambacho tunakusudia au wewe na kile ambacho ni tofauti na kile ambacho tunafanya. Na siku ya leo nataka tuangalie mada yetu inasema commitment. Wale ambao wanaandika commitment. Commitment sio mzuri na sisi ambaye mwingine damu adoyo mkuu. Ni kujia. Lakini kwa Kiingereza inaitwa vizuri ni commitment. Hiyo ndio mada yangu. Na kabla tuingie pale, hebu tuweze ku. Mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya mwana. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu. Umetulinda, umetupa uhai. Na zaidi mno, umeweza hata kuhifadhi tukiwa na afya nzuri na kutupa nafasi kama hii ya kuweza kuja kuabudu. Tunapokuwa mahala hapa tusitoke bure. Lakini kila mmoja wetu aweze kujenga mada yake katika kutegemea wewe. Na ili ajitoe vilivyo ili kwamba aweze kufuata mahali pote atakapoenda. Tuongoze uweze kuelekeza katika njia zako kupitia Kristo mkombozi wetu. Mambo ni mengi yamesemwa, mambo ni mengi yatakuja na yatasemwa. Lakini siku ya leo nataka tufungue kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 29. Nataka tuanze mstari wa 15
na tutasafiri mpaka 26. Kwa hivyo tutaenda polepole katika awamu. Kwa hivyo naomba msomaji ukanisomee fungu la 15. Ndipo anasema, Anasema Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Naye Lea macho yake washia tu hapo kwanza. Hapa kuna watu ambao wanatangazwa na already tumepewa majina yao. Mmoja anaitwa Labani, na wale ambao tumekuwa katika usomaji wa Biblia tunaelewa ya kwamba Labani alikuwa ni mamaye nani? Ni ndugu yake nani? Mama yake Yakobo, ambaye mama yake Yakobo alikuwa amemshawishi Yakobo achukue nafasi ya nani? Ya Esau, ili abarikiwe na baba yake Isaka. Hiyo nafikiri hiyo story tunaelewa vizuri. Hiyo tulichukua pale kwa sababu si kweli. Na alipofanya hivyo, wakati Yakobo amegundua ya kwamba ndugu yake already amejua ya kwamba amebarikiwa kwa niaba yake, akauliza kwamba sasa mtafanya namna gani, na ndugu yangu unamjua ni mwindaji, na akija anaweza kuwa wimbo yake anaweza darua kwa nini? Kwa mikono yake. Mama akamwambia, sikia, fanya hivi, hama enda kwetu. Unajua hiyo ndio uzuri wa akina mama. Akina mama kikimwana pahali wako wanamwambia kwetu ni kuzuri. Yaani pahali wewe ukiolewa hakuna pahali panakuwa pazuri, lakini pahali kwenu ni kuzuri. So akamwambia hapana, kwetu ni kuzuri, wewe hamia wapi? Torokea huko kwa usalama. Na Yakobo kama kawaida akatoka na akafanya nini? Akaenda kwa kina mama yake. Akipo kwa mama yake ameenda ameongea kwa mikono ya mjombaye ambaye ni Labani. Na amekaa pale, lakini alipofika pale ikaitilafiana, si kama leo. Unajua watu siku hizo hawapo wengi sana. So wakati huo ungeoa msichana yaani kazi yako ungemuoa. So alipoenda pale akapata kuna mabinti wangapi? Na ndipo sasa Labani akawa kwamba alikuwa ametazama na akapendezwa na Rachel, kwa sababu alikuwa amekaa hapo kwa muda wa mwezi mmoja. Akakaa mwezi mmoja akapendezwa na nani? Na Raheli ama Rachel. Alipompendezwa na yeye akaona ni mzuri, lakini hapo baada ya huo mwezi mmoja Labani anakuja anamwambia kwamba hapa hutakaa bure, hapa kuna kazi utafanya. Unajua kazi, wale ambao tulikuwa tunasoma vile vitabu kilikuwa kinaitwa Kiswahili Kikuzwe, walikuwa wanasema rafiki akija mara ya kwanza mkaribishe, alafu ya pili sijui nini, alafu ya tatu mpe nini, mpe shambani. Nakumbuka hiyo kitu. So yeye akaamua sasa, umekaa hapa umefanya, lakini sasa hapa kuna kazi utanisaidia, na kazi ya utumishi hapa nyumbani. Ufanye kazi hapa nyumbani ndio uendelee na maisha. Otherwise sasa kukaa hivi utoroka hapa hiyo tuelewani. Na ndipo pale anamuuliza ya kwamba wewe ni ndugu yangu. Kuna wakati mmoja niliwaambia kwamba katika mambo ya kiroho, mambo ya ukoo wa Yesu, hakuna kitu kama baba yangu, mama yangu, anko, hakuna. Na ndio unapata ya kwamba Yakobo, ukweli ni kwamba yeye ni mtoto wa Labani kwa sababu ni dada yake. Lakini anamwambia kwa sababu wewe ni ndugu, kazi nakupatia. Lakini kwa sababu wewe ni ndugu, utatumikia nini? Bure. Kumaanisha atupei watu kwa sababu atupei watu mishahara kwa sababu ya kuwa tu watatuuliza huyo ndugu yako. Mbona unajua wakati mwingine utapata kwa sababu Oliver ni dada yangu, nimefanya kazi kwake, yeye hata nilipa kwa sababu hiyo ndugu yangu. Lakini sababu moja ya kumlipa mtu ni kwa sababu kuna mahusiano mazuri. Huyo mtu mlipa nini? Mlipa kitu chako. Kuna mtu anakaa kwako, ni ndugu yako, ni sawa. Anakaa kwako, atakufanyia kazi yake imeimarika vizuri, alafu hata namuuliza nini kwa sababu ya habari. Tangu kuja hapa kwangu, nini unakosa? Si unakula? Sasa ni lakini huyo mtu
Biblia inasema kwamba kwa sababu ni ndugu yako, fanya nini? Mpe haki yako. Akamwambia kwa sababu wewe ndugu yangu, kuja mtumikia bure. Lazima nitakulipa mshahara. Akamuuliza nikulipe nini? Ndipo akakumbuka mara moja, mshahara wangu utakuwa nini? Akakumbuka, kuna kitu kimepanda wapi? Kwa hii boma. Na hii boma tunaambiwa kwamba mmoja huyu Rachel ama Rahel alikuwa na sura nzuri. Umbo lake ni nzuri. Ndio hapo alikuwa anasoma. Hebu soma hapo. Ndio wasema kama nimeshika maneno ya kwanza. Rahel 16. Labani alikuwa na binti wawili. Ndio. Jina la mkubwa ni Lea, na jina la mdogo ni Rahel. Ndio. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu. Macho ya Lea yalikuwa madhaifu. Lakini Rahel alikuwa mzuri kwa umbo. Mzuri wa umbo, jambo la kwanza, na mzuri wa uso. Na mzuri wa uso. Alikuwa na shepu nzuri. Unajua kuna watu wanakuwa na shepu za kupendeza. Bwana asifiwe. Kuna watu wanakuwa na shepu za kupendeza. Ya kwamba hata wengine kuuliza zamani zetu huko, zamani zetu tunaeleza huko. Si zamani za kina Philip. Tulikuwa tunasema. Lakini zamani zetu tulikuwa tunasema yeye ako na figure 8. Na mtayo figure 8. Ako na figure 8. Sijui nini. Lakini kuna mwingine kama penseli. Haujui kiuno iko wapi? Haujui. Kama nataka. Yenda katu bwana. Na kuna mwingine kama gram. Hautajua hata nini. Lakini kuna mmoja alisema kwamba mwanamke akiungwa wakati mwingine hata mtu alikuwa anachukua hata vitu za kuchora mpaka huku ndio iingie kidogo. Lakini akachoka. Sasa huyu Rachel alikuwa na shape hiyo kama ni hiyo vigaika alikuwa nayo. Kama ni ile vijana wanasema sijui miguu ya sport alikuwa nayo, sijui kama ni ya sport ilikuwa. So alikuwa na description ambazo shape yake ilikuwa sawa. Na uso wake pia urembo wake ulikuwa sawa. Ukiangalia upande mwingine anaambiwa kwamba Lea macho yake yalikuwa dhaifu. Na kuna tafsiri zingine zinasema kwamba yalikuwa na kengeza. Kengeza ni yale ushaona mtu amekuangalia lakini haya macho yote mawili yanafanya ni kama anaangalia pale pamoja. Yaani akiangalia John, kumbe hajaangalia John, alikuwa ameangalia pande hii lakini kumbe alikuwa anaangalia hapo. Yalikuwa na hiyo ni kama hizi boni zake ni kama zina. Na huyo mtu leo ukimwangalia kwa macho direct, nikana kama macho yake unasikia ni kama macho yake ya buriko, yani haipendani. Unaona mtu kama huyo? Kuna watu kama kwa aina hiyo. Kwa hivyo Lea alikuwa hivyo. Na pia shape yake haikuwa pink kama nani? Unajua sisemi kama kuna watu wengine sura mbaya. Wala niseme kwamba kuna watu wengine ambao hawapendezi. Waingereza wanasema kwamba ukiwaangalia mtu, kila mtu ako na urembo wenye anatafuta. Kwa hivyo kuna mwingine akiangalia hiyo drum shape anasema hiyo ndio nilikuwa nataka. Sikuwa. Na ndio maana leo hii nikimleta mke wangu mbele, Georgia ananiuliza sasa wewe ulikuwa unaangalia watu mchagua hivi. Namwambia basi hata mlete wako. Yeye akileta anasema ndio umejaribu. Kwa sababu na yeye yake haikufanya hivyo. Kumbe nilifurahia George ni vitu vingi tofauti. Kwa hiyo macho yako ndio inaangalia urembo unaofanya nini? Unaohitaji. Hapo unaotaka. Na ndipo sasa huyu jamaa ambaye anaitwa Yakobo akawa amemkufia nani? Raheli. Na akamwambia Labani, akamwambia sasa nifanyeje? Yakobo 18. Yakobo akampenda Raheli akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kupata Raheli binti yako. Akasema mimi sasa kwa utumishi wako nimekubali mzee. Lakini sasa unikubalie nitumike miaka 7 unipatie nani? Amepata dawa jamani. Sababu alikuwa anauliza nimekupenda nitakupataje na sina chochote. Sasa mama mwambie nikulipe nini? Akasema mimi hata hiyo mshahara yako wewe niwekee. Lakini uniwekee aje? Nitumike 7 years unipatie nani? Right. Kwa sababu ndio sana. Labda yeye kwa
kwa roho yake akaona ni kweli kijana huyu ako determined. By the way, unajua wakati unaweka muda wa kulipa deni, mwenye kulipwa anaona ni kana kwamba ni muda mrefu sana, lakini mwenye kulipa anaona ni mfupi sana. Tunaelewana? Ukiniuliza ile deni yako ya shilingi 2,000 utalipa nini? Mimi ambaye nalipa deni nitakwambia fanya hivi. Ndio zigapi? So nimejipea kiwango kirefu nikaona mwezi miwili hiyo hata utakupa sahau kuzeni. Ndio bawadisha. Mwezi miwili. Ndio ngapi? 2,000. So mwezi miwili. Lakini wewe unaona yani miezi mbili. Yaani hiyo siku yote. Uone kama itaifika. Lakini ukweli kwamba ile yako ya yule mwingine itahesabika haraka kuliko ya huyu mwenye aliweka. Inafika miezi mbili unaambia sasa miezi yako mbili kwa nini? Sasa nipatie. Naweza kusema wacha imeisha haraka aje. Imeisha ukweli kwamba iko gani? Imeisha. Kwa hivyo inakuwa vice versa. Hii inaisha haraka na mwenye aliona ni mrefu. Na hii inaisha tena unaona ni kana kwamba umeonewa. Kijana aliposema miaka 7 yeye alifanya kazi yake. Lakini Labani alikuwa ameona miaka 7 ni mingi. Ikafika mahali na alipomaliza miaka 7 ikaisha, Labani hakuwa mchoyo. Labani akafanya sherehe ili kulipa ahadi ya nani? Ya Yakobo. In fact, alipewa 19. Usikie vile baba alifanya sherehe kubwa. Baba akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine. Unasikia hata baba, unajua hata wazazi. Majosho. Kuna mahali ukiwa na binti. Nije baba nikwambia nataka unipe huyu binti wako. Unasema afadhali kwani wewe kuliko mtu. Si wazazi wanataka hiyo. Yaani kuna mtu anasema angekuja aje kwangu. Dada hizo unasema unaomba kama sasa hivi ndio wewe unasema sipata tu mtu akuje kwangu. Alafu pata mtu mwenye ulikuwa unapenda na unaona kwamba huyu mtu wako na tajriba na ni mtu ambaye ako determined, amekuja anakuambia mimi nimempenda huyu binti. Unasema afadhali wewe nikupatie kuliko mtu, kwa sababu huyo mwingine sikujui, lakini wewe unafanya nini? Nakujua. Kwa hivyo yeye mwenyewe akasema akakubaliana na maagano. Miaka 7 ni sawa, wewe fanya kazi nikupatie Raheli. Twende chini. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yaani yeye akifanya kazi kwa sababu ya upendo aliokuwa nao, hakuona kama ile kitu. Hiyo miaka 7 aliona kama ni siku kidogo sana. Siku kidogo sana. Yeye akawa amesema kwamba miaka 7, ulikuwa wakati mwingine ilikuwa leo ni miaka 7. Hiyo mdogo serious. By the way, hata wasichana wengi wako hapa pengine wamefika umri wa kuolewa. Afike mahali nimwambie nitamuoa baada ya miaka 7. Wewe utakuwa serious kweli? Hata kama ni wewe, ukuje kutongoza tu kwa bila sasa ndio yale ikuoe. After 7 years. Niko serious? Ndio serious kweli? Huyo mtu anafanya, lakini yeye aliposema hivyo na ikakubalika hivyo, alifanya kazi ilionekana kana kwamba siku kidogo sana kwake, kwa sababu alikuwa anapenda fadhali. Twende chini sasa. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia, niingie kwake. Ndio. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale. Sikia sasa. Labani akachukua watu, akawakusanya wote. Akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Yale kitu kibaya kama kuwa na fadha ya Mungu. Amechukua watu, amewapanga vizuri, amewatengenezea karamu na akapanga ya kwamba leo tunalipa sababu nini? Mshahara wenyewe. Mshahara wenyewe ni Lecho aenda kwa nani? Lakini badala yake akaenda akamchukua Lea ambaye hapendezi,
ambaye hajapendwa, ambaye hajaonekana, hajatambandika na yule mwanaume, akampamba. Ndio wanasema kwani alikuwa anafunga macho. Sikia. Nyakati zile wale ambao wameshaona Waislamu wakivaa hijabu. Unajua hijabu? Hijabu ni ile kitu ya kufunika. Sasa unafunika hivyo, kama umeolewa unafunikwa hivi, kama umefanya nini unafunika hapo, lakini inafika wakati mwingine unakeleka kwa msha. Unajua? So huwezi jua, naweza kuambia. Nilianza kujua watu ni complicated wakati corona iliingia. Jackie, ulikuwa unavaa mask na unavaa pengine kilemba. Unasalimia mtu kwa pikipiki, anabaki kusema nani ndio amenisalimia. Anasumbuka, au mjinga au msumbuka. Kumbe mtu ni hapa. Na lakini ukifunika hapa na ufunike hapa, Jackie utapita watu 23 na watajua ni. So huyu mwanaume akawa ameletewa, sababu hiyo hijabu ilikuwa imeindua katika sehemu zile. Waislamu walipotoka sehemu zile za Asian Near East. Hawa ndio walikuwa wanavaa vile. Kwa hivyo yeye amevalishwa hijabu na amepewa binti yake usiku. Kaza kuangalia. So akampeleka na akajua mimi nimepata nini kipenzi. Na ndipo asubuhi ilipofika. Twende hapo chini sasa. Hapo ndio madhamu kwa. Ikawa wakati wa jioni akamtolea binti yake akamletea Yakobo naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ndio, kweli? Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Kumbe ni nani? Ni Lea. Ilipofika asubuhi. Already amekaa kwa nani? Kwake. Na sasa amegundua ni nani? Umewahi tarajia mazuri ukapewa yaliyo mabaya. Umewahi jaribu sana ukalima viazi vizuri ukitarajia utapata chakula cha kutosha, lakini baadaye yale ambayo unapata ni kinyume. Na hata hapa kwetu tunakwambia hii viazi nimekuuzia ile special. Na hata wengine tunaona wao wanajua ile mbaya. Mimi nikamwambia wewe kwa sababu ni jirani yangu, sababu ni ile the best baby. Ananiambia mimi nitakuzia vizuri, akanipea na akaniambia hii ndio upande. Na upande bahari hata uweke mataraiza vizuri, nikaweka vizuri, lakini kwenda kulima hiyo viazi. Unapata tui na tudoni. Ndio alikuwa. Na nikwambia hii the special. Na yake na nawinga hiyo. Umeshaona kama hiyo. Ni mama anasema kitu kwa msaidi. Na ulimdanganya. Yaani unapata mtu ametoa nguvu zake zote, ameweka mahali kwa ajili yako na ukamdanganya hivyo. Mara hilo Mungu. Fala hilo Mungu. Si lazima awe labda, lakini hapa ni Mungu. Ukamdanganya. Alafu unamsomesha mtoto. Unamsomesha. Ameenda chuo kikuu ukitarajia kwamba sasa mtoto wangu anapomaliza chuo kikuu hivi anapokuja mimi at least nitakuwa niking'ara kwa sababu mtoto wangu atakuwa na achieve the best. Anakuwa na kila kitu. Akirudi anakuja akiwa mlaguzi wa madawa ya kulevya. Unaenda unafikiria kwamba utaletewa mtu ambaye atakujali katika maisha yako, anaelezewa mtu ambaye yeye ni mtu wa kuzo. In fact, juzi nimeona kijana mwingine sana ambao niko hapo kwa. Na nilimjua tu kwa sababu nilimpata mahali amekaa pahali pabaya, alikuwa kwa fence akitungulia mahali tuko. Nikamwambia baba, hapo ni pabaya. Akaniuliza ungo hii. Na alikuwa na baba, unajua sana kana kuogopa. Kanya Mungu unanikataza kwani hii hapa ni kweli? Nikamwambia hapo utaumia. Mimi nimekwambia ushuke hapo kwa sababu utaumia. Akaniambia mimi sitaki mambo mengi. Sijui nini msisumbue kwani pesa ni yenu, sijui nini. Hii pesa yetu lazima tuondoke kufanya kazi. Bora. Baadaye nilikuja kuambia kwamba kijana anasoma hata chuo kikuu. Lakini akaanza bandu wapi? Juzi anaambia mama yake nitakukata kwa sababu ya kitu fulani wewe. Unafanya nini? Mpaka leo
Sasa na nakwambia ukimuongelesha na kumwikia mambo yote. Hapo hatusi makali. Nataka kusema kwamba wakati mwingine mama amefanya haya yote haikusudia mazuri kwa mtoto wake, lakini matokeo yanakuwa ni kinyume. Wakati mwingine dunia inakupatia the opposite of the expectation. Kila ambacho unatarajia. Lakini inapokupatia hivyo, what is your position? Unasimama katika neno gani? Hebu tusikie Labani hapo na sababu gani ya kufanya hivyo. Anaona okay. Mbona siku samani hapo siku hiyo ikawa kulipokuwa uko 26 so akamwambia Labani, ni nini hii ulionitenda? Sikutumikia kwa rai, mbona umenidanganya? Labani sikia sasa, anamuuliza swali. Wewe dunia, wewe Labani, wewe mama, wewe bwana biashara, mimi mwenyewe nimekutumikia kwa sababu ya nani? Ya rai. Lakini sasa mbona ukanipatia nani? Labani akasema, Labani akajibu. Hapo na majibu. Unajua kuna watu wanajibu kwa mdomo. Kama inakaa majibu kwa mdomo. Tunaenda chini. Labani akasema, havitendeki hivi kwetu. Sikia hiyo sasa. Kumtoa ngoja. Hapa kwetu havitendeki. Ndio vile tukwambia unajua kwenda kiapo, nataka nikuchague. Nilikuwa Jackson Juice. Hapo ndio nataka. Ndio nataka. Ndio moja. Mimi nilikuwa Jackson Juice. In fact, ilikuwa Friday ya jana. Nilikuwa hapo. Nimeenda, nimepata viazi debe moja. Kwanza kale kadogo. Ni shilingi 100 Kale kagunia kama unataka. Sika bwana kwa nini? Hebu changamuka. Kwanza kale kadogo. Wewe bali kama ni 600. Changamuka. Chukua hiyo viazi. Juzi, peleka wapi? Wewe unachukua viazi vyako unachukua haraka na unakimbia hata na nunua ingine ya Meri na Eliza, unajaza karoli kwa sababu Johnson pesa ngapi? 600 kwa kadebe kale kadogo. Ukifika hapo unaambiwa ni ile shilingi. Unaambiwa ni ile. Alafu unanipigia 200 ilikuwa 600. Nakwambia kwani ulichukua serious? Unajibu nini? Already huko umechomeka already. Umechomeka na umechomeka vizuri. Alafu nakuuliza kwani ulichukulia serious? Hapa kwetu hakufanyiki hivyo. Hapa kwetu hakufanyiki hivyo. Yaani hata vitu hivi si serious. Unachukua kama ni serious. Lakini mimi nilikuwa ulishika ni serious. Hapa kwetu tunaanzaga na uongo ndio ukweli ufanye nini? Na ndipo Labani anamwambia hapa kwetu haiendagi hivyo. Haiendagi hivyo. Sisi kwetu yule msichana mkubwa hawezi wachwa yule mdogo tufeli. Wewe chukua hiyo. Kama unataka hii nyingine, enda nyingine miaka 7. Kama ingelikuwa ni wewe. Kama wakati uko tension, saa hiyo. Ile madhara yako yote umekaa unapeleka huko. Sasa umekosa hata soko. Acha hata hiyo kununua hata hiyo haije. Umekosa hata hiyo kununua. Imekaa hapo huko kwa stage na kaja anamwambia toa ile takataka yako hapa na mimi ndio nichukua serious. Sio utaniambia kitu kimsaidie. So lakini huyu mwanaume yeye hakukasirika. Yeye hakuona babaya. Alipoamua hivyo akasema basi. Hebu tuone hapo chini. Yakobo akafanya timiza mtoto mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaotumikia miaka 7 mingine. Sikia, huyu timiza siku zake 7 za honeymoon. Sio mchukua zile mke wake. So kana yeye siku ngapi? Utimize. Tuanze tena tualikiane tena nyingine. Ufanye miaka ingine ngapi? 7. Nilikupa nani? Kama ilikuwa ni waliweka kazi hiyo mkono na miguu. Aseme mimi hata mwenye stack na hata mwenye niambia alikuwa stack na nimeenda. Au magari. Lakini kwa sababu ya commitment yake akasema kama ni mbaya ni mbaya. Hata kama nimepoa haya matokeo mabaya, wacha nikae nayo. Akatimiza na akafanya ya pili.
Nataka kusema nini? Wakati mwingine kile ambacho tulitarajia sio kile ambacho tulikipata. Lakini kama hatukukipata, tumechukua hatua gani ya kushikilia katika ahadi hiyo ili kwamba Mungu atupatie? By the way, baada ya yote, do you know, unaweza kuwa hicho kibaya kwa ajili ya manufaa yako. Hello? Unajua unaweza kuwa hicho kibaya kwa ajili ya manufaa yako. Unajua unaweza kupewa hicho ambacho hukukiomba ili Mungu atukuzwe katika maisha yako ya baadaye, ama ikusomesha somo fulani katika maisha yako. Na ndipo unaposoma kitabu cha Warumi 8:28 anasema kwamba yote yanatendeka kwa sababu ya mapenzi ya Mungu kwetu. Mungu anafanya kazi na wale ambao wanaompenda akiwatendea mema. Hicho haina kitu kibaya. Unaelewa ya kwamba ni kibaya ndio nimepewa, lakini kivumilie, kishike vile kama kimekuja. Alafu Mungu atakusaidia na atakujalia uwe katika kazi yake. Wakati mwingine kutengeneza maamuzi katika maisha yanakuwa ni ngumu. Wakati mwingine utafika mahali upate kwamba umekuwa mgonjwa. Nakumbuka inanikumbusha kile kimoja. Kuna familia moja ilikuwa inaishi Uingereza. Na wakawa wamepata nafasi ya kuingia kwa ile meli walikuwa ya Titanic. Sehemu hizo. Walikuwa Titanic ni waenda Marekani. Na walipokuwa wamepata nafasi hiyo, wametunukiwa hiyo nafasi, yeye akawa anaenda yeye na jamii yake. Yaani mzee, mama na watoto wake wawili. Alafu walipokuwa wamekaa, imebaki siku moja sasa waende, mtoto wao kijana huyu ambaye alikuwa anaenda yeye akaumwa na mbwa. Na kuumwa na mbwa, huyu mbwa alikuwa na ugonjwa. Na kulingana na wao tamaduni zao ilikuwa kwamba ukiwa na mkasa kama huo wanadunga bendera ya nyekundu kwa hiyo familia, kwamba msiingiliane na watu kwa sababu unaweza kuambukiza nini? Ugonjwa ule ambao wengine wanatolewa waliambukiza. So ikadungwa pale. Na wangeweza kuacha yule mtoto peke yake waende katika raha zao na mtoto mgonjwa wake. So ikabidi wa cancel safari yao ya kwenda wapi? Sikumbuka hapo alikuwa. Si mkasa mbaya. Na kwanza kuna raha hiyo mbele yako umekatishiwa. Lakini baada tu ya muda kidogo wakasikia ile meli ilifanya nini? Ilizama. Hebu nikuulize, walishukuru kwa sababu ya mabaya aliyowapata au waliomboleza kwa sababu ya mabaya aliyowapata? Lakini mara ya kwanza walikuwa wameomboleza, ya pili wakashukuru. Kwa hivyo ndio maana mwingine kwambia kwamba ushukuru katika kila jambo, liwe nzuri liwe baya. Usiwahi fikiria kusema kwamba jambo hili limekuwa baya kwangu sasa hata Mungu hayupo. Mungu yupo na anaelewa kila kitu. Katika commitment zetu za maisha, unaopata yale ambayo ni majibu mabaya, unaopata pengine mtu anakudanganya, unaopata kitu chochote kimefanyika, elewa ya kwamba wewe mwenyewe kuna kitu ambacho Mungu anakuandaa kwako. Kama Yakobo alifanywa hivi. Na by the way, wale ambao wanafunza pia kuelewa kwamba Yakobo, by the way, Rachel alikuja kukosa kizazi, lakini Lea akazaa zaidi. Unaelewa hiyo? Watu wengi ambao ni Yakobo walikuwa ni nani? Wale sio nani? Kwa sababu gani? Hata kama alikuwa na sura mbaya, bado alikuwa na uzuri wake mwingine ambao ni wa kizazi kuliko yule mwingine ambaye alikuwa bado Yakobo. Na ndipo wapendwa, tunapokuwa tukifikiria mambo haya, tuelewe kwamba Mungu ako na kusudi na maisha kila mmoja wetu, ya kwamba hata kama mambo yanakuwa magumu, tuelewe kwamba Mungu ako na jibu nzuri katika maisha yetu, na baada ya yote atasimama na atupatie kile ambacho ni cha msingi kwa maisha yetu, because God will give us what is sufficient for us, but not what we desire. Ndio tunatamani kitu kibaya, lakini Mungu atupe kile ambacho ni kizuri kwetu, kwa sababu anakujua. Tunapoendelea na maisha haya, elewa ya kwamba changamoto zinakuja, na uelewa ya kwamba yule ambaye mnakaa naye, hebu kwanza mzungukie jirani yako.
Mwangalie ndani yako. Huyo jirani yako unayemwona akikufurahisha, akikuchekesha, elewa ya kwamba huyo ni muongo. Wewe tu ndiye ambaye sio mimi. Na huyo atakudanganya. Lakini kuna rafiki mmoja ambaye hawezi kudanganya, ambaye ni Yesu wetu. Bwana asifiwe. Huyo tu ndiye rafiki ambaye atakudanganya. Huyo tu ndiye Yesu ambaye anasimama na ukweli wote na kuahidi kile ambacho ni kizuri anakupatia. Lakini ukimtegemea huyo ambaye uko na yeye, ukimtegemea huyo mwanadamu, basi utakuwa umedanganyika na umeanguka. Hata alikwambia atakuletea kesho, usimwamini. Alikwambia mbegu yake ndio the best, usimwamini. Yeye alikuwa anataka afanye nini? Kitoke, usimwamini. Wewe muamini Kristo na ujue kwamba Yesu ndiye taji la kipekee ambaye atakayeweza kukusimamia na kuwekea mambo mazuri katika maisha yako. Usiwategemee mwanadamu. Andika amekataa katika Yeremia unaposoma 17:5 anasema 17 anasema kwamba amelaaniwa ametegemea mwanadamu ambaye mambo yake yote ameweka juu ya nani? Ya mwanadamu. Ukimtegemea yule mwanadamu utaanguka, lakini ukimtegemea Mungu ambaye ni Mungu wa kweli, huyo Mungu atakuhifadhi na atakutunza. Hata ukidanganywa, utadanganywa kwa muda tu na mwanadamu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea ukweli wote na atakufichulia huo ukweli, na baadaye utaendelea katika ukweli huo, na Mungu awabariki. Amen. Niuliza tu wakati unasema kama Mungu nisaidie nisiendelee kudanganyika na wengine, lakini Mungu anisaidie niweze kuwa mwaminifu kwake, na hata kama tutadanganywa niweze kuwa na msimamo wa kusimama katika mada ya Mungu. Ngapi anasema hivi? Hebu simame tunapoenda. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya kibali chako. Asante kwa sababu unatupenda na unatujali katika maisha haya. Sisi wenyewe ni wadhaifu na wanyonge. Tumedanganyika wakati mwingi na wanadamu ambao wametuzingira. Wengine wametunyanyasa kwa njia ambayo tofauti. Lakini hata hivyo, tupe moyo wa kuweza kuvumilia. Tupe moyo wa kuweza kuchechemea yaliyo mbele zaidi, ili kwamba uongo wao na husuda zao ziweze kupotea, lakini tuweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kutegemea wewe kwa Mungu pekee na Mungu wa kweli. Tuandae kamilifu, tupe hifadhi katika bawa zako. Zaidi ya yote, tukumbuke kwa ufalme wako. Tuondolee madanganyifu yote. Nasi pia kila mmoja wetu uweze kutuondolea uongo, ili kwamba tusiendelee kuwadanganya wengine, lakini tuweze kusimama imara katika pendo lako na kuwaambia watu ukweli kama vile ambavyo kusudi lako lilivyo, na ili jina lako litukuzwe. Amri yako imesema kwamba tusishuhudie uongo, lakini ukweli ni kwamba uongo umekithiri duniani na ulimwengu pia umechafuka, na kwa sababu umejaa madanganyo, imekuwa ya kwamba kile ambacho tulitarajia hatukipati, lakini tunapata tofauti. Hebu tusaidie ili kwamba tunapopata hayo tuweze kuwa na ujasiri wa kuendea ahadi zako zilizo mbele yetu. Hata kama tutakuwa tumedhoofika, tupatie nguvu zaidi za kuendea mengine mengi ambayo tunaweza kutuletea, kwa sababu tunalewa makuu tena ya ajabu. Tuongoze katika zote, ile neema yako iweze kuambatana pamoja nasi kupitia kwa Yesu Kristo na Mwokozi.